طاب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم. أحبة الله، الخطبة لليوم إن شاء الله تتعلق على فضل يوم عرفة. يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة، إنه يوم المشهود، يوم عظيم أقسم الله به لمكانته في الإسلام، فقال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، ويوم الشهود يوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عند مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا عذاه الله منه. رواه الترمذي. Zangu wapendwa, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pia vile vile kumtakia rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwa kweli katika tafsiri ya hotuba yetu ya leo inshallah inaangazia fadhila zinazopatikana ndani ya siku ya Arafa. Na miongoni, Arafa ni mkusanyiko ambayo kwamba wale mahujaji wanakusanyika ikiwa ni tarehe 9 katika mwezi wa Dhulhijja, na wanakusanyika ila hali ya kuwa hutaka msamaha na kuleta adhkari mbalimbali kumtaja na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hali hiyo, ndugu zangu Waislamu, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaapa akisema: wassamai dhatil buruj. Anaapa kwa mbingu. Mbingu ziko sampuli tofauti tofauti, ziko karibu 7, lakini kuna mbingu ambayo kwamba amebeba Allah subhanahu wa ta'ala, amepamba kwa mataa. Mathalan, kwa mfano nyota, mwezi, jua. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ikiwa wale ambao kwamba ni mahujaji watakuwa wenye kusanyika pale kutoka katika mataifa mbalimbali, rangi mbalimbali, lakini pia vile vile tujue ya kuwa katika viumbe vyake pia Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nyota, ambazo hizo nyota pia vile vile zinakuwa ni zenye kusanyika kwa pamoja. Kwa sababu ya hiyo, ndugu zangu Waislamu, siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba kwa wale ambao kwamba wanaomba msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuwasamehe wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kuomba msamaha katika hali hii. Al-wuqufu bi Arafa rukni min arkanil hajj, faman fatahu al-wuqufa fi waqtihi fakad fatahu al-hajj. Yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kukosa kusimama katika ile ukufu la Arafa, basi vile vile hiyo haj hatakuwa ni mwenye kuhesabiwa ya kuwa ametekeleza hiyo nini ya kutekeleza haj, yani hatakuwa ni mwenye kuhesabika katika wale ambao kwamba waliotimiza hija. Kwani kulingamana na hiyo anasema
idha zalat shamsu ay waqtu dhuhri min yawmi Arafa ila an yatli'a al-fajr. فعن عبد الرحمن بن عامر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه الناس fasaluhu anil hajj, watu walikusanyika wakamuuliza Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikie lake kuhusu masala ya haji. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikie lake akasema, baada ya wale masahaba kumuuliza yeye, akasema alhajju Arafa, hija ni kusimama katika kile kilima cha Arafa. Kusimama Arafa, hiyo ndio hija. Faman taraka laylatu Arafa qabla tulu'i al-fajr min al-layl faqad tama hajjahu. Fadlu yawm Arafa ila shatraini, fadhila za Arafa imegawiwa mara mbili. Ashatru yakhusu alhujaj, shatri ya kwanza inahusiana ama inakuwa ni special kwa wale ambao kwamba walikuja walienda kutekeleza, wale ambao kwamba ni mahujaji. Wa shatru li ghairi alhujaj, na pia vile vile wale ambao kwamba hawakupata nafasi kwenda kutekeleza hiyo amali ya haji. الحديث منها ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن بعض فضائل الحج، وأما وقوفك أشهر عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعداد الرمال أو الرمال أو كقطر المطر أو كزبد البحر ليغفرته أفضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، أي ولمن دعوتهم له. Kwa hakika ndugu zangu Waislamu, kwa wale ambao kwamba ni mahujaji, aliuliza Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikie lake umuhimu wa Arafa. Wakati wanapokusanyika wale mahujaji, basi wakaambiwa kuwa wakati wanakusanyika, hiyo ndio wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anateremka mpaka mawingu ya chini hapo, na kisha vile vile katika hali hiyo ndugu zangu Waislamu, wanakusanyika malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile katika hali hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala anauliza hawa waja wangu waliokusanyika hapa, wamekusanyika na wanauliza nini? Hali ya kuwa wamekuwa ni wachovu, wamegubikwa pia vile vile na vumbi, wanakuwa wenye kuambia kuwa wanataka msamaha kwako ewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia vile vile kutaka janna. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema falau kanat dhunubakum, lau kwamba wale ambao kama ni mahujaji walikusanyika katika kilima cha Arafa, madhambi zao inatoshana na kiasi ya mchanga, yani mchanga ile ambao kwamba mathalan kwa mfano iko hapa nje, uhesabu moja kwa moja, yani iwe idadi ya hiyo mchanga
na akiwa ni mwenye kuomba kusamehewa madhambi kiasi hicho, basi atakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumsamehe. Au mvua, wakati mvua inapotona, inaponyesha, inakuwa moja moja hivi, hiyo mvua yote hiyo kiasi hiyo, pengine madhambi yako yametoshamana na hiyo, pia vile vile utakuwa ni mwenye kuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo siku ya Arafa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala atikia mwito kwa wale ambao kwamba ni mahujaji wanapomwomba msamaha katika hali anasamehe. Au kazabadil bahr, au pofu la bahari, kiasi hicho pia ndio madhambi ambayo kwamba amekuja naye mja akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili amsamehe, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumsamehe mja kama huyo. Ndugu yangu Muislamu, kwa ndugu zangu Waislamu, kwa wale ambao kwamba wanaenda kwa ajili kwa kutekeleza amalul hajj, na pia vile vile wakawa ni kubahatika kupata siku ya Arafa, wanakuwa ni wenye kuomba msamaha na Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuwasamehe hao katika hali hiyo. Ndugu zangu Waislamu, na wale ambao kwamba wanawaombea au wale ambao kwamba wakupata nafasi ya kwenda kutekeleza amali ya haji, wako nje ya haji, pia vile vile wakuwa wenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, pia vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuwasamehe hao ya katika hali hiyo. Ana Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ma min yawmin akthara min an yu'tika Allah fihi abdan min an-nar min yawmi Arafa, siku ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwacha huru wale ambao kwamba walioko motoni. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni watu waja wema. Allah Subhanahu wa Ta'ala huepusha hao na kuwapatia uhuru kutokamana na moto katika siku ambayo kwamba ni siku ya Arafa. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim almalaikatu fayaqulu ma arada haulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala huuliza hao malaika, hawa wanahitaji ama wanataka nini, bali hali ya kuwa ni wenye kutaka msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali hii. Jaa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala waqafa Nabii sallallahu alayhi wasallam bi Arafat wa kad kadat shams فقال يا بلال أنصت للناس، فقام بلال فقال أنصتوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس فقال معشر أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل العرفات وأهل المشهر والضمان عنهم اتبعت. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وثواب. Zangu wa Islam, kwa hakika mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikilie lake, wakati alikuwa amesimama katika kilele cha Arafa, basi ilikuwa katika wale wakiwa ni wenye kuongea, basi ilifika wakati ambao kwamba aliuliza Bilal bin Rabah ili atulize watu. Bilal akamwambia, enyi watu, tulieni, tulieni kwa ajili ya mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikilie lake. Wa ansata nas, na wakawa wenye kutulia na wakawa wenye kuzingatia. Basi mtume Mwenyezi Mungu hadithi akamwambia hao, atani Jibril, amenijia mimi Jibril alayhi salam, fa akra alayhi, na huyu Jibril akaniletea mimi salamu kutoka kwa Mola wangu. Kisha akamwambia kwa Jibril, amwambia inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli Arafat. Akaniambia Jibril ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasamehe wale ambao kwamba walikusanyika katika Arafa.
na akaweka dhamana na wale ambao kwamba watakaonifuata. Umar ibn al-Khattab akasimama, fakama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akasimama akauliza, fakala ya Rasulullah, hadha lana khasat, hii kusamehewa ni sisi, bimaana masahaba wale waliomshuhudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ile kwa ni swali, akamtuma wakajibu akasema, hadha lakum waliman ata min ba'dikum, ni msamaha nyinyi, mmesamehewa nyinyi, lakini wale ambao kwamba watakuja baada yenu nyinyi pia watakuwa ni kusamehewa ila yaumul qiyama, mpaka siku ya kiyama.